Amen. Leo nataka tuendelee kujifunza jambo ambalo ni matokeo au ni mwendelezo wa pale tulipokuwa tunaongea katika maombi tuliyofanya mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nikimalizia juu ya somo linaloitwa kujenga mahali palipobomoka. Haleluya. Nikiwa nazungumza kujenga mahali palipobomoka, nilisema mwishoni kabisa kwamba Kristo Yesu anatengeneza kanisa lenye nguvu. Kanisa lenye nguvu. Na anataka kanisa lenye nguvu. Kanisa lenye nguvu. Mungu anataka kanisa lenye nguvu. Kama ungekuwa unaandika kichwa cha hicho tutakachokwenda kusema leo, unaweza kuandika hicho. Mungu anataka kanisa lenye nguvu. Kanisa lenye nguvu. Kanisa lenye nguvu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa nikasema pale mwishoni, kwa nini Mungu anataka kanisa lenye nguvu? Anataka kanisa lenye nguvu kwa sababu ni siku za mwisho, ni siku ambazo zinatupeleka katika hatua ya kupokea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kurudi kwa Yesu ulimwenguni mara ya pili. Na Mungu aliamua kwamba katika utaratibu wake atakapokuja kunyakua kanisa, anyakue kanisa ambalo tayari ni kanisa lenye nguvu. Kwa sababu moja, ameenda kuandaa mji ambao hapana kinyonge kitakachoingia. Haleluya. Hiyo ni sababu kwa nini kanisa la siku za mwisho liwe kanisa lenye nguvu. Kanisa ambalo pengine laweza kuwa ndani ya kizazi kitakachompokea Bwana mawinguni. Kwa nini lazima liwe ni kanisa lenye nguvu? Kwa sababu katika mji alioenda kuandaa Bwana Yesu hakuna kinyonge kitakachoingia. Labda nisome maandiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana nianzie mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Sura 21. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maandiko yanasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao,
naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia kwamba andika, ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, nami nitampa yeye mwenye kiu ya maji ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga, watu gani? Waoga na wasioamini na wachukizao na wazinzi na wachawi na hao na wauaji, samahani nimeruka, narudia. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Nitafute mstari mwingine. Mstari wa 18 na kuendelea mpaka mwisho. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani ya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa ni yaspi, wa pili yakuti samawi, wa tatu kalkedoni, wa nne zumaridi, wa tano sadoniki, wa sita akiki, wa saba krisoritho, wa nane zabaradijadi, wa kenda yakuti ya manjano, wa 10 krisopraso, wa 11 hiakintho, na wa 12 amethisto. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mwenyezi na Mwana Kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni Mwana Kondoo. Mwana Kondoo mnamjua. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Mstari wa 27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Hizi ndizo sifa za mji ambao Yesu alikwenda kuandaa pale aliposema katika Yohana sura 14 ya kwamba ninaenda kuandalia makao. Haleluya. Ili ya kwamba mimi nilipo nanyi muwepo. Na kwenda kuandalia makao
ili kwamba mimi nilipo nanyi muwepo. Haleluya. Akasema kama hayo makao yasingekuwa yanatosha ningewaambia, lakini makao yatakuwepo na yanatosha. Sasa Yesu alikuwa anazungumza katika lugha ya jumla, lakini Yohana akaona kwa uhalisi, akaona ukubwa wa mji wenyewe. Haleluya. Mstari wa 16 anasema, ngoja nianze wa 15. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake, na ule mji ni wa mraba, marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500 marefu yake na mapano yake, na kwenda juu kwake ni sawasawa. Maili 1,500. Unajua maili 1,500? Haleluya. Kutoka hapa kwenda Dar es Salaam, Mwanza mpaka Dar es Salaam, nadhani ni kama kilomita 1,000 au 1,200, kitu kama hicho. Sasa ukibadilisha maili labda ni kama maili 7,000 hivi kwenda Dar es Salaam, toka hapa Mwanza kwenda Dar es Salaam kama maili 7,000. Sasa ukizungumza maili 1,500 unaongelea zaidi ya mara mbili ya huo umbali. Sawa sawa. Maana unavuka Dar es Salaam, unaingia ndani ya bahari ya Hindi, na unafika kama Hindi ya kule, ndio umemaliza urefu wa mji. Haleluya. Na alafu nachonga tena kwenda kaskazini maili 1,500 mapana. Alafu na kwenda juu magorofa yake maili tena 1,100. Fikiria gorofa linalotoka hapa ukilisimamisha linafika India. Unafikiri ni, lakini kwenda juu. Ni mji wenye urefu wa maili 1,500 kwenda juu. Haleluya. Basi wewe utaishi gorofa ya juu au ya ground floor? Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu sijajua atakuwa ameketi kule kwenye ile ya juu kule au ground floor, hatuelewi. Lakini kikubwa ni kwamba atakuwepo, na mji huo hauhitaji taa kuangaza wala jua. Yesu mwenyewe ni mwanakondoo. Kila mahali pana nuru. Hakuna usiku wala mchana. Yeye ndio nuru. Hakuna usiku, muda wote ni nuru. Hakuna jua, lakini muda wote ni mchana. Haleluya. Mji mkubwa sana. Akasema mji huo, mimi ninavyofikiria huo mji unaweza ukabeba watu wote walioko duniani sasa, bilioni si ngapi sasa hivi walioko duniani, bilioni si 8 si ngapi, wanaweza kaingia wote wakaishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mji ni mkubwa na ni mzuri. Ndio Yesu akasema kama hayo makao yasinge kuwepo, mimi ningewaambia hayapo. Lakini Yesu akasema yapo na yanatosha. Yohana 14, tutarudi hapa baadaye. Yohana 14 anasema mstari wa kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui endako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi ameona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Haleluya. Nadhani anatosha hayo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa Yesu anazungumza habari ya mji mkubwa alioenda kuandaa. Sifa zake nimezisoma. Milango yake imejengwaje? Ni lulu yote, lulu. Milango yote ni lulu. Milango iko 12. Maana yake kila upande kuna milango mitatu. Kaskazini milango mitatu, kusini mitatu, mashariki mitatu, na magharibi milango mitatu. Jumla milango 12. Na yote ni lulu. Na misingi yake ni 12. Na kila msingi una jina la kabila la Israeli. Msingi mmoja ni Yusufu. Haleluya. Ngoja niendelee kuwasomea huu mji. Ni vizuri kufahamu. Wengine mnakata tamaa, mnakuwa kama mnataka kuacha kwenda mbinguni. Mzo jirani yako, mbona kama unafanania kama unataka kuacha kwenda mbinguni? Kimkuta mtu namna anavyokaa, utaona kama ameacha kwenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea maneno amekata tamaa. Ndani ya moyo wake kumejaa giza tu, hata nuru hamna. Haleluya. Mimi vizuri. Lakini leo ni kuhamasishe tena. Ujisikie kutaka kwenda mbinguni. Ujisikie kutamani kwenda mbinguni. Zamani tulikuwa tunaimba pambini, nasema natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni kwa Baba. Mbinguni wanatungojea, mbinguni wanatungojea, mbinguni wanatungojea. Na tenzi ilikuwa nyimbo za Injili nadhani. Tukiwa Tanzania Assemblies of God. Kuna kitabu cha nyimbo za Injili, kuna na wimbo unasema, mji wa mwangaza hapana usiku, Yesu ni nuru kweli, hapana usiku. Mungu atayafuta machozi na hasara, hapo miaka itakoma, hapana usiku. Kimba hizo mnajisikia kwenda mbinguni. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Mwingine unasema, mimi msafiri dunia napita, najitafutia mali ya mbinguni, malaika wananiita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Bwana wangu urafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wananiita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Nyimbo nzuri. Nyimbo nzuri mno. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu ameenda kuandaa mji. Ameenda kuandaa makao. Yohana anauona huo mji mpya. Ukishuka kwanza akaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa sababu za kwanza zimekwisha kupita na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Baada ya kuona mbingu mpya na nchi mpya, akaona pia na mji mpya Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, umewekwa tayari kama bibi harusi alivyokwisha kupambwa kwa mmewe. Sura 21 mstari wa 2.
kama bibi harusi amekwisha kupambwa kwa mewe. Nikasikia sauti kutoka katika kiti cha enzi kisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Halafu anataja majenzi yake. Kwanza anasema wanaostahili kuingia, waoga hawastahili. Sema waoga. Kama hivi tumesema Ijumaa tukashuhudie, waoga wote. Sema waoga wote. Unajua waoga sijajua ni waoga wanaogopa nini. Lakini waoga maana yake wanaoshuhudia kusimamia ushuhuda wa Yesu. Ndio wanaoongelewa. Sio waoga wanaogopa panya na mende na paka. Au hawana matatizo mbinguni wanaenda. Mwambie jirani hata kama mnaogopa paka mbinguni una. Waoga wanaogopa paka na mende hawana matatizo. Haleluya. Lakini waoga wanaojipenda na kujitakia usalama wao hawako tayari kujihatarisha kwa ajili ya imani iliyo katika Yesu Kristo. Hawako tayari kuitetea imani inapolazimika kutaka kuitetea imani. Ndio waoga wanaoongelewa, hawataingia katika ule mji. Haleluya. Waoga wasioweza kuishindania imani. Waoga wasioweza kuitetea imani. Wasioweza kuisemea imani. Wasioweza kuikiri imani. Wasioweza kumkiri Yesu mbele ya watu. Haleluya. Narudia kusema hao hawataingia katika ule mji. Wataishia kanisani. Wanasali kanisa zuri linaitwa Gilgal Christian Ministries International. Kanisa zuri. Haleluya. Lakini hawezi kumkiri Yesu, hawataingia katika ule mji. Kanisa zuri, jina lote wewe liite Resurrection and Life, hawataingia wakiwa hawezi kumkiri Yesu. Wakiwa hawezi kuitetea imani na kuikiri imani ya Yesu, hawataingia katika ule mji. Haitajalisha uzuri wa jina la kanisa lake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Waoga wote hawataingia, pamoja na wasioamini na wachukizao, wauaji, wazinzi. Unajua wauaji kibiblia sio waliomwaga damu. Hata wanaochukia ndugu wanaitwa wauaji kibiblia. Haleluya. Maandiko yanasema wazi, amchukiaye ndugu yake huyo ni muuaji. Waraka wa Yohana unasema. Kwa hailazimiki kuwa ni mtu memwaga damu ya mtu. Wauaji ni wale wanaochukia hata ndugu. Ni wauaji pia, maandiko ndivyo yanavyowaita. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa wauaji hawataingia katika ule mji. Na wachawi na hao waabuduo sanamu. Na kuabudu sanamu si lazima iwe imechongwa. Pia ni kitabu gani? Ni Waefeso nadhani. Waefeso, ngoja nikusomee waabudu sanamu ni watu gani. Si Waefeso, ni Wakolosai sura ya 3. Sikiliza. Basi vificheni viungo vyenu, mstari wa 5. Sura 3 mstari wa 5. Vivyo katika nchi, uasherati, uchafu,
tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu. Kuabudu sanamu si tu wale wanaoabudu zilizotengenezwa au kuchongwa. Hata walio na mawazo mabaya na kuyafuga na kuyapalilia na kuyapenda na kuyatunza na kuyatetea mawazo mabaya, hiyo ni sanamu nyingine. Haleluya. Kutamani, haleluya. Tamani kwaweza kuwa kutamani zina, kwaweza kuwa kutamani kitu cha mtu kwa kusudi baya. Haleluya. Tamani kwaweza kuwa kutamani nafasi ya mtu mwingine, madaraka haya, tena kwa namna mbaya, muharibie wewe upande hapo alipo, uko nako ni kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wenye kutamani wanafanya ibada ya sanamu. Wenye kufanya uasherati wanafanya ibada ya sanamu. Wenye kufanya uchafu maana yake ni majumuisho ya dhambi zingine zote. Haleluya. Wenye kufanya uchafu nao pia wanaabudu sanamu, maana katika mstari hakuna mwabudu sanamu wala mzinzi aliye na sehemu katika ufalme wa Mungu pamoja na Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema katika Ufunuo kwamba waabuduo sanamu, narudi sura 21 tena, Ufunuo. Anasema kwamba waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi na waabudu sanamu, ambao nimekwisha kuwasemea hapo chini, na waongo wote, sehemu yao ni lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, na hiyo ndiyo mauti ya pili. Bwana wetu Yesu asifiwe. Huo ndio mji wenyewe na sifa za kuingia au kutokuingia. Haleluya. Lakini anasema pia mji huo una misingi kama tulivyosema, una misingi 12, mstari wa 12. Ulikuwa na ukuta mrefu na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Na katika ile milango malaika 12 na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Milango, wakati nilisema misingi, milango yake ina kabila 12 za Israeli. Ile milango 12, mitatu huku na huku na huku kila upande. Mlango mmoja ni Iskari, mlango mwingine Yuda, mlango mwingine ni Yusufu, mlango mwingine ni Lawi, mlango mwingine hivyo mpaka 12. Haleluya. Upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Haleluya. Misingi ndio wana mitume. Msingi mmoja Simon Petro, mwingine
Yohana, mwingine Andrea, mwingine Yakobo, mwingine Batimayo, Tadayo, mwingine Matayo na kadhalika na kadhalika. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Misingi 12. Na mji ni wa mraba kama tulivyosema. Ukuta wa mji ni yani unene wa ukuta. Akaupima ukuta wake, ukapata, hii ni nadhani ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu. Ukuta maana yake cha malaika. Majenzi ya ukuta wake yalikuwa yaspi, na mji ule ulikuwa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Misingi, nimesoma mapambo ya misingi yake, ilivyokuwa imepambwa au vilivyopambwa. Ndani mwake hakuna hekalu, hakuna jua, ni nuru muda wote, hakuna usiku. Milango yake haifungwi mchana, maana hakuna usiku hata hivyo. Haleluya. Na ndani mwake hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Wakristo vuguvugu, muwe makini. Wale mnaopenda uvuguvugu, wangapi wanapenda kuwa vuguvugu? Hamna hata mmoja. Wangapi wa moto? Jaa roho moto. Haleluya. Nguvu ya Mkristo ni Roho Mtakatifu. Mkristo akikosa nguvu za Roho Mtakatifu haepuki kuwa vuguvugu. Haleluya. Hawezi kuepuka kuwa mtu vuguvugu. Na Yohana sura ya Ufunuo wa Yohana, huu kitabu hiki Ufunuo wa Yohana sura 3. Kanisa la Laodikia, kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia, mstari wa 14. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndio anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Anza jirani yako, ni wewe. Hu baridi wala hu moto, yaani kote haupo. Moto hauko, baridi. Haya maneno yameandikwa, lakini ni halisi kwenye maisha ya kanisa. Waamini wasio baridi wala moto, nadhani pengine ndio idadi kubwa. Wakristo ambao si baridi wala si moto, nadhani ndio hesabu kubwa ya watu wanaoitwa kanisa leo. Si baridi wala sio moto, ndio wengi sana. Sasa sikiliza anachosema mwenye kanisa mwenyewe, mwenye kanisa lake na mwenye mbingu zake. Haleluya. Yule ambaye ndiye mwenye kanisa lake na yeye ndio mwenye mbingu zake, anasema hivi, analiambia kanisa la Laodikia, andika haya ndio anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, unasikia hayo maneno? Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Unasikia hayo maneno? Anasema kwa sababu wewe sio baridi ili niteme, yani, au nisinywe kabisa. Haleluya.
na si moto ili ninywe kabisa. Umekuwa katikati, maana ungekuwa baridi ningeacha kabisa. Haleluya. Ungekuwa moto ningekunywa na ningefurahia, lakini kwa sababu uvuguvugu, yani nijaribu kunywa nikagundua ni baridi, ni vuguvugu, siwezi kumeza. Haleluya. Na kutapika. Haleluya. Anasema nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, sikiliza sasa, watu vuguvugu wanavyojifariji, watu wa vuguvugu wanavyojitia moyo. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Watu vuguvugu ukisema tujifunze, hawajifunzi, maana wametosheka. Haleluya. Ukisema tumtafute Bwana, hawaonekani kwa sababu wameshiba, wametosheka. Haleluya. Ukisema tutoe sadaka tuwekeze kwenye ufalme wa mbinguni, hawawezi kutoa, maana hawana haja na wana vyote, hawahitaji kuweka akiba mbinguni. Haleluya. Anasema umesema wewe ni tajiri, umejitajirisha. Mambo ya kukesha ya nini bwana? Si tumeokoka, Yesu tunaye. Mambo ya kuomba, mambo ya kutembea tembea na Biblia ya nini? Kusoma soma Biblia, si tunayajua maandiko. Watu vuguvugu ndio sifa zao. Wanajiona salama wakati hawako salama. Wanajiona wanajua wakati hawajui. Wanajiona wana Mungu wakati wamempoteza. Wanajiona wana nguvu wakati ni dhaifu. Ndio sifa na kujifariji kwa watu vuguvugu. Wanakuwa kama hawahitaji chochote, lakini ni wahitaji. Kama hawana walichopungukiwa, kumbe hawana chochote. Hawana kila kitu. Sikiliza ninavyokuambia. Wewe uvuguvugu wako unatokana na sababu hii. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Unasikia? Anasema sina haja ya kitu, lakini yuko uchi. Haleluya. Anasema naona, kumbe hata haoni. Anasema najua, kumbe hata hajui. Jina la Yesu libarikiwe. Watu vuguvugu hata anaweza kuwa anafundisha hivi, wao badala ya kujifunza wanakosoa. Fundisha haya sio ya sasa hivi. Wewe ungeongelea jinsi matatizo tulionayo, Mungu atusaidie. Sinaongelea tena mambo hayo tena. Wewe tuna shida, wewe hujui tuna matatizo. Yaani watu vuguvugu wanataka wawe walimu wako wakati huku unawafundisha. Tunakwenda pamoja. Wanajichagulia cha kufundishwa. Wanajichagulia cha kusikiliza. Watu vuguvugu hawana njaa wala kiu ya mambo ya kimungu. Wameridhika. Wameshajihakikisha mbinguni zao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ndio maana nikasema kanisa la miaka hii lina kundi kubwa la watu vuguvugu kuliko walio moto. Sehemu kubwa ya watu wanaoitwa watu wa kanisa ni vuguvugu sasa hivi. Wako kwenye kundi la vuguvugu. Sasa nasema kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri,
nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri. Sema shauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Haleluya. Neno la Mungu ni dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Nasema limehakikishwa katika tanuru mara 7. Haleluya. Neno la Mungu limehakikishwa katika tanuru mara 7. Haleluya. Anasema nakupa shauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. Neno la Mungu linatajirisha watu wa Mungu. Utajiri wa kiroho na wa kimwili neno la Mungu linao. Haleluya, haleluya. Wakati neno la Mungu natoa kanuni za utajiri wa kiroho na wa kimwili, watu wanasema tukienda tutapoteza muda, tuko tunatafuta huku. Neno la Mungu liko linafundisha kanuni za kutafuta. Watu wanasema hatuwezi, tukienda kulisikia tunapoteza muda, sisi tuko tunatafuta. Wanatafuta hawapati. Haleluya. Neno la Mungu hawana, wanachotafuta nacho hakionekani. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wangekuwa natafuta basi kinaonekana. Siku mkisema tunataka vyombo, unaona waliokuwa wanasema hatuendi ibadani tuliko tunatafuta, wanakushushia milioni 50 hapo, unasema walikuwa wanatafuta. Sasa na wao pia nao wanainama hawana. Si bora wangekuja tu wakasikiliza neno la Mungu. Bana walikuwa wanatafuta nini sasa? Mbona hawapati? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nakupa shauri, njoo nunue huku. Njoo nunue kwangu. Kwangu kuna dhahabu safi. Dhahabu hii imesafishwa kwa moto. Na ukiipata unakuwa tajiri. Utavaa mavazi meupe ya kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho upate kuona. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Utapata, maana wewe unasema naona kumbe huoni. Njoo upate dawa ya macho upate kuona. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa Bwana analiongelea kanisa. Na mimi nilikuwa nasema, nikiwa nazungumza habari ya kujenga mahali palipobomoka, nikasema Mungu anataka kutengeneza kanisa lenye nguvu la siku za mwisho. Kwa sababu moja ni hiyo nilikuwa naiongelea, kwamba kule tunakokwenda ni mji ambao kinyonge hakitaingia. Kanisa linataka kuingia huu mji lazima likubali kuwa kanisa lenye nguvu, kwa sababu kanisa nyonge halitaingia. Pili, nilisema siku za mwisho ili Yesu aje, injili ya ufalme itahubiriwa mahali mahali kuwa ushuhuda. Kanisa dhaifu halitahubiri. Kanisa dhaifu haliwezi kuhubiri. Kanisa linaloonea aibu ushuhuda wa Yesu haliwezi kuhubiri injili ya ufalme. Halitahubiri. Kanisa ili hubiri lazima kwanza liwe kanisa lenye nguvu. Ili tangazia ulimwengu habari za Yesu, ushuhuda wa Yesu ulimwengu mzima, lazima kwanza liwe na nguvu. Kanisa nyonge litakuwa kanisa oga siku zote. Haleluya. Kanisa nyonge litakuwa siku zote ni kanisa oga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanisa oga halitahubiri injili. Kanisa litakuhubiri injili ni kanisa lenye nguvu. Hiyo ni sababu nyingine kwa nini lazima kanisa liwe lenye nguvu katika siku za mwisho. Yesu anakaribia kurudi na injili lazima imeshafika kila mahali. Na injili itapelekwa kila mahali na kanisa lenye nguvu.
Kanisa oga halitaweza kupeleka injili. Kanisa lenye nguvu litahubiri injili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Naomba sasa nikwambie kiu ya Mwokozi. Kiu ya Mwokozi nimesema ni kupata kanisa lenye nguvu. Kwa nini? Sababu ya tatu ni kwa sababu ana kondoo wengine hawajaingia zizini. Haleluya, haleluya. Nimesema sababu ya kwanza ni kwa sababu anaandaa mbingu za watakatifu wenye nguvu, waoga hawana nafasi kule. Pili ni kwa sababu anatengeneza kanisa litakalo sababisha injili fike ili Yesu aje duniani kunyakua kanisa. Haleluya. Tatu, bado ana kondoo hawajaingia zizini. Lazima kanisa lenye nguvu kwa sababu ndilo lenye jukumu la kuwaleta hao kondoo ambao hawajaingia zizini. Yeye ni mchungaji wa kondoo na ana kondoo wengi, wengine tayari wako zizini na kuna wengine wengi hawajaingia zizini. Mnanielewa vizuri? Ukishaokoka kawa kanisani, usifikiri wewe umeandikiwa peke yako. Kuna walevi wanaopita hapo barabarani nao wameandikiwa. Ni muda tu haujafika, au ni kwa sababu hajapatikana wa kuambia. Haleluya. Kuna makahaba wako mtaani kule wameandikiwa. Ni muda tu haujafika au hawajapata mtu wa kuwaendea. Kila anayewapita anawahukumu. Hakuna anayeona kwamba hawa nao wanaweza kuwepo wana wa ufalme humu miongoni mwao. Kama watu walivyomhukumu Zakayo. Zakayo hapakuwa na mtu anamtaka amuone karibu na Yesu. Walikuwa naona kama Yesu, Zakayo akimsogelea Yesu ananajisika. Mwenda vizuri. Ndio kuna wakati tunafika sehemu tunaona mtu fulani tukimkaribia tunanajisika. Tukizungumza na mtu wa namna fulani tunajiona kama tunanajisika. Lakini jiulize, wewe kabla hujaokoka, wale waliokusababisha ukaokoka wangekuogopa kama ulivyokuwa? Wangesema watanajisika, ungekuepo? Ungepata imani wewe? Haleluya. Kuna mtu hata akiokoka watu wanamwangalia kama Paulo walivyokuwa wanamwangalia watu wa Yerusalemu. Jamaa juzi tu alikuwa anatua, sija katudanganya, sikawa ni haleluya. Wanamkwepa, ameokoka, hawataki kumfuatilia, hawataki kumlea, hawataki kuzungumza naye, wanamkimbia, wanamtenga, na amekuja kuokoka. Kuna mtu akiokoka akiingia kanisani, watu wanamuona tu kama bado hajaokoka. Mwisho anarudi nyuma. Lakini kilichosababisha simame, kuna jamaa anaitwa Barnaba akajitoa. Wakati wengine wote wanamkimbia, Barnaba akasema hivi alivyo nitakaa naye. Hivi alivyo nitamlea. Hivi alivyo nitamfuatilia. Hivi alivyo nitamonyesha upendo wa Yesu. Barnaba kangangana na huyu jamaa wanayemkimbia, kila watu wote wanamkimbia. Watu wote wanamogopa. Akijaribu kuwasogelea wanakimbia. Barnaba akasema ninyi macheni, mimi nitaendelea naye. Haleluya. Lazima kubali kuwa Barnaba wa mtu. Unataka kondoo ambao hawajaingia zizini waingie, kubali kuwa Barnaba kwa mtu fulani. Watu hawaji wakiwa wameshabadilika. Wewe mwenyewe umekaa miaka 20 hujabadilika. Unategemea aliyekuja jana abadilike? Mbona kama hajaokoka? Nimemkuta eneo fulani. Hivi yule ameokoka kweli au anatudanganya? Wewe una miaka 20 unafanya mangapi? Mnanielewa vizuri? Wewe mwenyewe una miaka 20, mbona hujabadilika? Unategemea wajana abadilike? Haleluya. Yule hajaokoka. Nimemkuta amekaa na kile kikundi chake cha wavuta bangi wa zamani. Sasa kama amekuja kanisani akakosa marafiki, kuna mtu hataki marafiki? Kuna mtu anaweza kuishi bila kuchangamana na watu? Akija kanisani akawakosa, ataenda na wale wa zamani. Si kanisani wamemkimbia wote.
Na ndivyo tunavyopata watu wakaokoka na kurudi nyuma. Kwa sababu wanaokoka wanakosa mtu kanisani. Makofi pekee yanayopigwa ni yale ya siku amesema nimekuja kuokoka. Hapo kila mtu anapiga makofi. Baada ya hapo hakuna hata yule tulimpigia makofi yuko wapi. Hakuna hata mtu anakumbuka yule ndugu tulimpigia makofi asubuhi ameelekea wapi. Hakuna. Atasimamaje? Sauli muuaji alisimama kwa sababu Barnaba alimfuatilia. Barnaba alimvumilia madhaifu yake. Barnaba alibeba historia mbaya yake. Alikuwa jamaa na historia mbaya, na watu wanaogopa historia yake, wanamkimbia kwa ajili ya historia yake. Barnaba akasimama naye pamoja na historia yake mbaya. Barnaba akasimama naye. Haleluya. Unajua ulimtenga mpaka kahama mji. Ameishi Yerusalemu siku zote. Nataka nikwambie kwa nini alienda Tarso. Yule bwana aliokoka vizuri. Akaombewa na jamaa mmoja kule Dameski anaitwa Anania, kafumbuka macho. Baada ya hapo anataka achangamane na wapendwa. Umeona? Wapendwa wanapiga chenga. Huyu kwanza tulisikia hata hapa alikuja na nyaraka za kutua. Chenga. Anajaribu kwenda ibadani. Yule jamaa sijuzi mlisikia alikuwa amekuja na nyaraka za kutua. Chenga. Wengine wakisikia ameenda kanisani hata ibada wanaahirisha, hatuendi. Haleluya. Barnaba kuona vile akasema ngoja nimpeleke Yerusalemu huyu. Akamchukua akidhani Yerusalemu nafuu, wale wakomavu zaidi. Bwana Yesu sana. Kampeleka Yerusalemu. Wapendwa, chenga. Mwisho Sauli akaamua kuondoka. Maana wale waliomtuma na nyaraka nao amewasaliti, wanamtafuta kumuua. Mpaka siku moja alitoroka kwenye kikapu dirishani. Wapendwa walimtia kwenye kikapu akamshusha dirishani akatoroka. Wamemvizia wale wa zamani, wale walikuwa na changamana nao zamani, tuite wavuta bangi sasa. Sasa ametoka kijiweni. Sasa wale wa kijiwe chake wale wanamwambia umetusaliti. Wanataka kumuua. Mpaka siku moja akatorokea kwenye kikapu. Wale nao ambao wamejaribu kujiunga naye wote wanamkwepa. Hakuna anayetaka kuwa karibu naye. Kwa akakosa company. Na kila mtu anahitaji watu. Hakuna mtu atadanganya kwamba hahitaji watu. Wangapi hawahitaji watu? Si hakuna. Si sote tunahitaji watu. Watu si wanahama makanisa kwa sababu wameenda hapana upendo pale. Nimeona niende kanisa lenye upendo. Kwa nini? Unahitaji watu. Si ndio? Haleluya. Anakuja mtu, kuna watu anataka awaache ili apate wengine wapya. Anaojaribu kuwaacha nao wameshamchukia kwa sababu amewaacha. Anaowakimbilia nao hawampokei. Wanamuona hajafanana nao. Si mnaelewa ninachoongea? Kanisa mnaelewa ninachozungumza? Alioacha wamechukia kwa sababu amewaacha. Anawakimbilia nao hawampokei kwa sababu hajafanana nao. Kwa anakuja kwenye maisha ambayo si halisi, na hakuna mwanadamu anaishi. Hakuna mwanadamu anaishi bila watu. Wanataka umweke kwenye mazingira ambayo awe mtu anaishi amekosa watu, na mtu wa namna hiyo hayupo. Kila mtu anataka watu. Kwa anachochagua ni nini? Ni kurudi alikotoka. Haleluya, haleluya. Sasa Sauli kurudi kuwa Farisayo hawezi, maana amekutana na Yesu live. Anajua akirudi kuwa Farisayo kitakachotokea. Haleluya. Hawa pendwa nao ambao Barnaba amleta kumuunganisha nao tena wanapiga chenga. Akarudi kijijini. Panaitwa Tarso, nchi nyingine kabisa, Kilikia. Nchi moja inaitwa Kilikia, siku hizi tunaita Sisilia.
ni visiwa fulani viko kusini mwa Ulaya. Niko jamii yake ilikuwa imehamia, na yeye ni mtu wa huko. Alikuja Yerusalemu kusomea Ufarisayo, akahitimu, akafanya kazi hapo, akafanya kazi ya Kifarisayo Yerusalemu, lakini chimbuko lake anatokea Kilikia, mji mmoja unaitwa Tarso. Haleluya. Ikabidi akaondoka mjini akarudi Kilikia. Maisha aliyoishi kule Kilikia hatujui, lakini ashukuriwe Bwana hakuiacha imani huko huko Kilikia. Paka baadaye kanisa lilipopanuka wakafungua kanisa kule Antiokia. Ile kanisa la Antiokia kidogo likawa na watu wana neema ya kuchangamana, neema ya yani kuna kitu cha kipekee Barnaba alikiona. Wakati injili imekamata moto kule Antiokia, ndo Barnaba akaenda akamfuata Sauli wake huko Kilikia. Hakumleta tena Yerusalemu, akampeleka Antiokia. Ndiko alikokulia kiroho, ndiko aliokolelewa vizuri, ndiko alikopokelewa, ndiko alipofanya huduma vizuri kwa uhuru na kwa nguvu, na akatumika kwa uwezo mkubwa akiwa Antiokia. Yerusalemu hakupata fursa. Watu hawamwamini amini, hawaoni kama ameokoka na yeye, wanaishi na historia, wanamkataa kwa sababu ya historia. Ametoka kwenye vijio vya kuvuta bangi, alikuwa mlevi, alikuwa sijui mganga, alikuwa nani. Kwani Yesu alisema waganga hawaokoki? Ndio jirani yako, kwani Yesu alisema waganga hawaokoki? Unaweza kumaliza hata miaka 3 watu hawajakubali huyu kweli ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata waganga wanaokoka, watu wa Mungu. Inategemea amepokelewaje kanisani. Wengine washinda kubarika kwa sababu wanakuja hatuwapokei. Yesu asifiwe sana. Akafika Antiokia mtu wa Mungu yule, akawa baraka sana kanisani. Kawa mmoja wa viongozi ndani ya kanisa kule Antiokia. Wakiwa wanaendelea na huduma vizuri, mwisho Roho wa Bwana akaliambia kanisa la Antiokia, viongozi waliokuwepo, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ule utume niliowaitia. Kanisa la Antiokia likaombea, wakapiga magoti mbele kanisa, kanisa limefunga, likawawekea mikono, likawaachilia. Walienda huko kwa mataifa mengine, walifanya kazi ya ajabu. Miujiza mikubwa unayosoma Matendo ya Mitume ilitokea kwa sababu kanisa la Antiokia lilimpokea. Kanisa la Antiokia likambariki, likamwekea mikono, likamkuza huduma yake, likamtuma kwenye utume, maana lilimkubali. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu anataka kanisa lenye nguvu litakalomsaidia kuingiza zizini kondoo ambao bado hawajaingia zizini. Usikiri wewe kuwa kondoo ndo mmetosha. Kuna wengine wengi bado wako hapo. Hii milima imejaa kondoo ambao hawajaja zizini, na Yesu kabisa anawajua ni kondoo wake. Na nataka kanisa lenye ufahamu huo, linalojua kuna kondoo hawajaingia zizini, naweza kumsaidia Yesu kuwafuata wale kondoo na kuwaleta zizini na kuwatunza ndani ya zizi. Haleluya, haleluya. Huu mji wa mwanzo nao uona una kondoo wengi hawajaingia zizini bado. Na Yesu anawajua ukondoo wake kabisa. Wengine ukiwaona leo huwezi kuamini, ni majambazi kabisa. Lakini Yesu anajua huyu ni kondoo wangu. Ni tu hajaingia zizini, lakini ni kondoo. Siku likija kuokoka ndugu yangu, lilikuwa jambazi hili. Wakisema kanisa la ibada, kanisa la nyumbani nakuja kwako, na jamaa atakuja, msije kwangu, sitakuwepo. Nisije likafahamu kwangu. Haleluya. Na rejeli na bidii ya makanisa ya nyumbani. Nataka ikile ibada ya makanisa nyumbani ilihudhurie. Kila akipanga iko kwa fulani litakuwepo. Sija kafahamu ninakoishi. Wote wanamkwepa, wote wanamkimbia. Atasimamaje? Sana rudi alikotoka. Jina la Yesu libarikiwe.
Kwani imeandikwa majambazi hawaokoki? Wangepa wanamfahamu mchungaji John Kibera. Nendo mtafutie utampata tu John Kibera. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko tu hapo Nairobi. Yuko hai. Na anaandika nadhani na kitabu chake kimoja wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ana kondoo hawajaingia zizini. Hilo kanisa lazima mlijue. Na sura ya hao kondoo kwa sasa haifanani na matarajio yako. Unajua makanisa tumejiseti katika namna ambayo tunataka kupokea kondoo waliokwisha kuwa kondoo kutokea huko waliko. Wamekwisha kuwa watakatifu huko huko. Kanisa la sasa limekaa mkao wa kutokutwa tayari kutengeneza watu ambao wamekuja wana machafu. Watu ambao wanakuja bado wana machafu. Kanisa halitaki kuwapokea. Lakini imeandikwa wapi kwamba watu wanabadilikia huko? Maandiko yote yanatuonyesha watu wanabadilikia kanisani, hawabadilikii huko. Kwa nini sisi tunataka kupokea watu wanaokuja wameshabadilika? Nani kula aliwabadilisha? Haleluya. Tunatarajia huko nje walibadilishwa na nani ili tupokee sisi? Anaokoka siku ya kwanza, ni mtakatifu, anajua kila kitu, anaweza kila kitu, anafaa kila kitu. Unamtoa wapi huyo? Sisi wenyewe tuna miaka 20-30, bado tuna mengi hatufai, kuna mengi hatuwezi, kuna mengi tunashindwa, kuna mengi tuna mapungufu, kuna mengi tunaharibu. Mnataka mtu amekuja siku 2, naanza kusema huyu bado nini? Wewe mbona bado na miaka 50? Haleluya. Hata maneno unayoongea tu yanakuonyesha bado. Jina la Yesu libarikiwe. Huyu bado nini? Ameokoka. Kanisa linatakiwa limtengeneze. Watu wanatengenezewa kanisani. Watu wanabadilikia kanisani. Dunia haina wajibu wa kubadilisha watu. Ni kanisa ndilo lenye wajibu wa kubadilisha watu. Jina la Yesu libarikiwe. Ngoja niwaulize, nani alizaa mtoto mchanga akamwonyesha kinyaa kijisaidia haja kubwa? Wa mama mpo? Wale umekwisha kuzaa mpo? Nani aliwahi kuonea kinyaa kinyesi cha mtoto wake? Kwani watoto wa kiroho mnaonea kinyaa? Haleluya. Mimi nakumbuka zamani wale wazee wetu waliotuzaa kule vijijini walikuwa hawajui hii kitu mnaita si Beradona, siji grip water, siji nini. Yale matumbo ya watoto yanasumbuaga kakiwa bado maziwa, kanashindwa kudigest maziwa. Yanapata matatizo ya tumbo kwa sababu maziwa uwezo wake wa kudigest bado ni mdogo. Haleluya. Wanawapa grip water na vitu vingine kusaidia kuongeza uwezo wa kudigest. Wale wazee walikuwa hawajui Beradona, si ni Beradona, si ni vitu gani hivyo. Hizo grip water walikuwa hawana, wala hawajui kabisa hivyo. Wale wa mama zetu wale, ulikuwa akishaona tumbo linafanya maneno hayo, walikuwa na dawa yao ya kienyeji, niweka kwenye beseni halafu au kwenye kabakuli, anaivuta namna hii, anaingiza sehemu ya haja kubwa ya mtoto, anaipump. Umeelewa? Akishaipampu haichukui raundi, vilivyoko huko ndani vyote vinatoka na vinaingia kinywani mwa mama. Anasema ana pampu nyingine tena. Mnaelewa? Yaani akisha pampu ile kitu ni dakika moja
vilivyokuwa vimejibanza humo ndani vyote vinatoka na vinaingia kinywani. Mama wala hana kinyaa, anatema tu. Akimaliza anavuta nyingine tena na pump mpaka vinaisha. Katoto kakitoka hapo kanachekelea. Hamna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamna kuvimbiwa, hakuna nini. Lakini akiwa kiroho, huyu hajabadilika. Wewe mtoto ni mtoto, hawezi kukua siku moja. Haleluya. Mtoto ni mtoto. Tujifunze kufanya kazi. Ndio maana Yesu anataka kanisa lenye nguvu, kanisa litakalomsaidia kuingiza zizini kondoo wake ambao ni wa zizi lake, lakini hawajaingia zizini. Nisome hili andiko halafu nifunge. Yohana Mtakatifu sura ya 10. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 16. Anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Ndilo kanisa la sasa, linaacha kondoo linakimbia. Haleluya. Na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mambo ya mtu anayekuja kwa Yesu si kitu kwake. Lakini Mungu angetujalia kujua kwamba Yesu akuwa kwenye mchakato wa kubadilisha mtu, kumtoa huko na kumleta kwenye zizi, tukajua hili jambo ni kitu kwetu, tutasimama vizuri na hatutatupa kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ukimbia kwa sababu mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, na walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba nijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao. Sema, na kondoo wengine anao. Sema, Yesu ana kondoo wengine, sio sisi peke yetu. Yesu ana kondoo wengine. Haleluya. Anasema, na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuweko kundi moja na mchungaji mmoja. Yesu alikuwa akitoa mifano hii. Unajua jamii aliyokuwa inamzunguka muda huu ilikuwa ni ya Kiyahudi. Wayahudi walikuwa najua, walikuwa kama sisi tu, wanasema Mungu ni wetu peke yetu, Mungu ni wetu peke yetu. Wayahudi walikuwa hivyo. Mungu wa Israeli, anaitwa Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli. Wale wa mataifa. Umeelewa? Wanaita wengine wa mataifa, wanasema Mungu ni wa Israeli. Na Yesu alikuwa anazungumza maneno haya kwa sababu jamii, hata waamini aliokuwa nao wote walikuwa ni wa jamii ya Kiisraeli. Walikuwa na mtazamo huo kwamba wao ni wao peke yao. Walikuwa haiwaingii kichwani kwamba na watu wa mataifa pia huyu Mungu anaweza akawa Mungu wao. Ilikuwa haiwaingii kabisa kwamba hata watu wa mataifa tena nao atakuwa na wao Mungu wao, haiwaingii. Kwa Yesu alikuwa akisema kondoo wengine nao si wa zizi hili, akiongelea jinsi ambavyo hata watu wa mataifa pia na wataingia, ambao ndio sisi. Wayahudi walikuwa hakubali kwamba mtu wa mataifa naye. Yule bwana anaambia aende kwa Kornelio akahubiri. Tangu sijawahi sikiza hotuba yake tu anavyoianza. Sasa najua Mungu hana upendeleo, watu wa mataifa na kila kabila. Kumbe Mungu alianza, Mungu hana upendeleo kwa sababu
Mungu alimfundisha kabla, alimletea kitambaa na wanyama wa kila aina, akaambiwa chinja ule. Lazima sijara kitu najisi. Ndio alipofika kule akakuta watu mataifa wamewaka wanamtaka Yesu, wako tayari kusikiza neno la Mungu. Akasema kumbe nimegundua Mungu hana upendeleo. Na nilipokuwa sijaja alinionya, akaniambia nisimwite mtu yeyote najisi. Haleluya. Anahubiri, watu wakajaa Roho Mtakatifu. Wale walioambatana naye wakaanza kushangaa tena, hivi na watu wa mataifa nao wanajazwa Roho Mtakatifu? Hayo mambo ni mabaya, naye yametoka kwa Wayahudi yamehamia kwa watu waliotangulia kanisani. Watu waliotangulia kanisani wakiona mtu mpya utafikiri limekuja daraja lingine la mtu. Hastahili kuchangamana nao, hafanani nao, hana sifa kama zao, hastahili wanavyostahili wao. Tumerudi ule Uyahudi. Mungu ni Mungu wetu peke yetu. Haleluya. Hiyo kitu tuiache. Yesu ana kondoo wengine ambao bado hawajakuwemo zizini, na Yesu anataka kupitia sisi kondoo waje zizini. Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Mungu awabariki. Ijumaa tuna program ya kwenda kutafuta kondoo ambao hawajaja zizini. Haleluya. Ijumaa kesho kutwa, kila watu katika zoni zao, tuna ratiba ya kila mtu kwenda kutafuta kondoo watakokuja zizini. Lengo si kushuhudia, lengo ni kwamba Yesu ana kondoo wengine ambao si wa zizi hili wanaopaswa kuletwa zizini, ili mchungaji awe mmoja wa kondoo wote. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa naomba tusimame pamoja sasa hivi. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kuzungumza nami. Asante kwa kuniambia mafundisho haya. Nimejua sababu 3 kwa nini natakiwa kuwa Mkristo mwenye nguvu. Kwa nini natakiwa kuwa sehemu ya kanisa lenye nguvu? Ni kwa sababu unataka nifike mbinguni. Na ili nifike mbinguni lazima nisiwe dhaifu. Nisiwe Mkristo mnyonge. Niwe Mkristo mwenye nguvu, aliyejaa nguvu za Mungu. Na umeniambia sababu ya pili, unataka nilete kondoo wengine. Niko tayari sasa kuleta kondoo wengine. Niko tayari sasa kulea kondoo wengine, kuwakubali na kuwatengeneza kondoo wengine. Na sababu ya 3 ni kwa sababu nataka injili ihubiriwe, kuwa ushahidi ili wewe uweze kurudi kuchukua kanisa lako. Niko tayari Bwana, niwe sehemu ya mission inayofikisha injili kila inapohitajika. Katika jina la Yesu ninaomba unisaidie katika haya 3, niwe na neema ya kuyashiriki na kuyatenda na kuhusika nayo katika jina la Yesu. Ninakataa uvuguvugu. Ninakataa uvuguvugu. Sitaki kuwa vuguvugu tena. Sitaki kuwa vuguvugu tena. Nataka kuwa moto. Kuanzia tarehe ya leo nataka kuwa moto katika jina la Yesu. Sitaki kuwa baridi na sitaki kuwa vuguvugu. Ninaamua sasa nakataa uvuguvugu na siendelei na uvuguvugu tena katika jina la Yesu. Ninajiandaa kwa kazi ya injili itakayofanyika Ijumaa. Naomba unipe neema. Naomba unipe neema. Unisimamishe nitekeleze wajibu katika kazi hiyo pamoja na wenzangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba nakushukuru, Baba ninakutukuza. Mwenyezi Mungu naomba nikushukuru kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa sababu nimesema na kanisa lako, naliandaa katika agenda na katika kalenda yako mwenyewe
ya nyakati zako na majira yako. Ninaomba kanisa lako Bwana likapate kuishi na kutembea likitambua kalenda ya kimungu, jinsi inavyoendelea na jinsi inavyotenda kazi. Umsaidie kila mmoja kufiti ndani ya majira ya utendaji wa kimungu. Kutokea sasa unatengeneza kanisa lenye nguvu, na utengeneza mahali pote papokuwa pamebomoka, nalojenga upya yote yalikuwa yamebomolewa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai.